Ndugu zangu, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu, na leo tunatafakari masomo misa ya Dominika ya Pasaka. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10 aya 34 na ile aya 37 mpaka aya 43. Huku somo la pili ni waraka wa Mtume Paulo kwa Wakolosai sura ya 3 aya ya kwanza mpaka aya ya 4. Na injili ni injili ya Yohana sura ya 20 aya ya kwanza mpaka aya ya 9. Karibuni basi ndugu zangu wapendwa, tuweze kutafakari kwa pamoja sehemu hii ya maandiko matakatifu. Nipende kuwaomba na kuwakaribisha nyote ambao bado hamjasubscribe katika chaneli hii. Bonyeza maandishi yanayoandikwa subscribe, kisha utabonyeza alama ya kengele itakayofuatia, na hapo utapata fursa ya kuwa unafuatilia tafakari hizi za neno la Mungu kila zitakapokuwa zinapandishwa. Karibuni basi ndugu zangu wapendwa, tafakari kwa pamoja sehemu hii ya maandiko matakatifu. Katika Dominika hii kanisa linaadhimisha ufufuko wa Yesu, ikiwa ni siku tatu tu baada ya mateso na kifo chake. Ufufuko wa Yesu ni fumbo, lakini vile vile ikumbukwe kwamba hili ni tukio halisi lililotokea katika historia. Na mwaka wa 56 baada ya Kristo, Mtume Paulo alithibitisha kuwa ni kweli Kristo amefufuka kutoka wafu kwa ajili ya dhambi zetu, kama yanenavyo maandiko, na ya kwamba alizikwa, lakini vile vile alimtokea Kefa, tena aliwatokea wale tenashara wengine baada ya kuwa amefufuka kutoka wafu, kama jinsi tunavyosoma habari hizi katika waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 15 aya ya 3 mpaka ile aya ya 4. Mtume Paulo anathibitisha kwamba habari za ufufuko wa Yesu si habari za kudhania, bali ni habari za kweli zilizotokea huko katika mji wa Yerusalemu. Ikumbuke vile vile kuwa ufufuko wa Kristo ni tofauti kabisa na ufufuko wa watu wengine ambao Yesu mwenyewe aliweza kuwafufua, kama vile binti wa Yairo, kijana wa Naimu na Lazaro. Ufufuko wa watu hawa ulikuwa ni ufufuko wa kurudia tena maisha ya hapa duniani, ambapo baada ya muda fulani walikufa tena. Ulikuwa ni ufufuko ambao uliruhusu kuathiriwa na kifo. Lakini ufufuko wa Yesu haukuwa wa kurudia maisha hapa duniani, bali ulikuwa ni ufufuko wa utukufu. Yaani mwili mfufuko wa Yesu haukuweza tena kuzuiliwa na wakati na mahali, wala haukuweza tena kuathirika na kifo. Yesu amefufuka, yu hai, anaishi milele, wala hatokufa tena. Tofauti kabisa na ufufuko wa binti wa Yairo, wala kijana wa Naimu, wala tofauti na ufufuko wa Lazaro. Hawa walifufuka kwa kuyarudia maisha yao ya zamani, maisha ya kawaida, maisha ya wanadamu ya hapa ulimwenguni, na baada ya muda fulani wote hawa waliweza kuathirika tena na mauti, wakafa. Lakini ufufuko wa Yesu ni tofauti na ufufuko huu. Ufufuko wa Yesu ni ufufuko wa utukufu, katika tafsiri ya kwamba Yesu baada ya kuwa amefufuka hatoathirika tena na kifo, hawezi akafa tena, bali ataishi na kutawala milele. Ndiyo, katika hali hiyo Mtume Paulo anamuita Yesu kama mtu wa mbinguni, kama ambavyo tunavyojulishwa katika waraka wa Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 15 aya ya 35, kwamba Yesu sasa amekuwa ni mtu wa mbinguni mwenye mwili wa ufufuko, hatokufa tena, wala mwili huu wa ufufuko hauathiriki na hali za kawaida za kibinadamu. Hawezi kufa, hawezi kupata maumivu, wala hawezi kuugua na mengine yote ambayo yanaweza yakaathiri kawaida kabisa mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo mwili wa Yesu ni mwili wa utukufu. Katika somo la kwanza ambalo linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10 aya 34 pamoja na ile aya 37 mpaka aya ya 43. Kitabu hiki cha Matendo ya Mitume ni miongoni mwa vitabu virefu zaidi katika Agano Jipya. Ndicho ambacho kinachoongoza kwa urefu katika Agano Jipya, ikiwa kimechukua takriban asilimia 13.5 ya Agano Jipya, na kikiwa kimeundwa kwa aya 1007. Hiyo ni kati ya aya 7957 za Agano Jipya. Desturi ya muda mrefu ya kanisa inamtaja Mtakatifu Luka Mwenjili kama mwandishi wa kitabu hiki. Lakini Mtakatifu Irenaeus pamoja na Mtakatifu Eusebius wote wanatufahamisha kwamba kitabu hiki huenda kimeandikwa katika mji wa Rumi, na hiyo ikiwa ni kati ya mwaka 80 mpaka mwaka 100 baada ya Kristo.
Kitabu hiki kinaeleza zaidi kuenea kwa kanisa kutoka katika mji wa Yerusalemu kwenda sehemu mbalimbali za mataifa mbalimbali, lakini vile vile kimegusia matendo kadha wa kadha ya baadhi ya mitume baada ya ufufuko wa Yesu. Na katika somo la kwanza, Petro akiwa katika mji wa Kaisaria, nyumbani kwa Korneli, anawafundisha watu wa mataifa waliokuwa wamekusanyika katika nyumba hiyo. Petro anawafundisha na kuwafahamisha habari mbalimbali kuhusu matendo aliyoyatenda Bwana wetu Yesu Kristo, lakini vile vile anawafahamisha juu ya kifo chake na namna ambayo Mwenyezi Mungu amemfufua Yesu Kristo kutoka katika wafu. Petro anathibitisha kuwa yeye pamoja na wateule wengine waliokula na kunywa pamoja na Yesu walitokewa na Yesu Kristo baada ya kuwa amefufuka. Petro anatoa ushuhuda hiyo ya kwamba yeye ni miongoni mwa mashahidi wa macho kabisa ambaye aliyemuona Yesu Kristo mfufuka baada ya kuwa amefufuka kutoka wafu. Lakini Petro anasema sio ya kwamba ni yeye peke yake ambaye ni shahidi wa macho, lakini wako wengine wafuasi wa Yesu ambao waliyemshuhudia huyu Yesu Kristo baada ya kuwa amefufuka kutoka wafu. Lakini zaidi ya yote, Yesu amewatuma wakafundisha na kumshuhudia kwa watu wote, na kwa kila atakayeamini ushuhuda huo ya kwamba Yesu amefufuka na kufuata kile ambacho Yesu amefundisha na kukiamini, Petro anasema mtu wa namna hiyo basi atapata wokovu wa maisha yake. Wale ndugu zangu, sisi hii leo tunaoshiriki meza ya Bwana ambao ni wafuasi wa Yesu Kristo katika ulimwengu huu wa leo, sisi vile vile ni mashuhuda wa mambo yote makuu ambayo Yesu Kristo ameyatenda hapa duniani. Kwa hiyo sisi ni mabalozi wa Yesu Kristo, sisi ni watendakazi wa Yesu Kristo, sisi vile vile ni wajumbe wa Yesu Kristo, lakini zaidi ya yote sisi ni mashuhuda wa mambo yote makuu ambayo ameyatenda Yesu Kristo kuanzia tendo hilo la ufufuka. Kama ni hivyo basi, maisha yetu yote kwa ujumla yanapaswa yashuhudia kwamba kweli Kristo amefufuka, yuko hai na anaishi. Ushuhuda huo utakuwa ni ushuhuda wa namna gani? Kama Kristo yuko hai, amefufuka, basi anaishi ndani ya mioyo yetu sisi ambao ni wafuasi wake. Na kama yuko ndani ya mioyo yetu sisi ambao ni wafuasi wake hii leo, basi yale matendo ya nje ambayo kimsingi yanapaswa kuongozwa na roho zetu, yanapaswa yawe ni matendo ambayo yanayodhihirisha kwamba kweli Kristo mfufuka anaishi ndani ya mioyo yetu sisi wafuasi hii leo. Ni matendo ambayo yanayopendeza mbele ya macho ya Mwenyezi Mungu, na ni matendo ambayo yanayoshuhudia kweli mtu huyu anaongozwa na Yesu Kristo mfufuka ambaye anakaa ndani ya moyo wake. Na katika somo la pili ambalo linatoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Kolosai sura ya 3 aya ya kwanza mpaka ile aya ya 4. Waraka huu pamoja na waraka kwa Efeso, pamoja na waraka kwa Filipi na waraka kwa Filemoni zinajulikana kama nyaraka za kifungoni zilizoandikwa na Mtume Paulo wakiwa huko kifungoni katika mji wa Rumi, na hii inatajwa kuwa kati ya mwaka 61 mpaka mwaka wa 63 baada ya Kristo. Paulo yeye mwenyewe binafsi hakuwahi kufundisha katika mji wa Kolosai, bali alimtuma mwanafunzi wake Epafra ambaye alikuwa akimpenda zaidi. Epafra alimtembelea Paulo alipokuwa kifungoni huko Roma na kumweleza hatari inayolikumba kanisa la Kolosai. Baada ya Epafra kuwa amefundisha katika mji huo na kuwa amehubiri, idadi kubwa ya wakazi wa maeneo hayo waliweza kuipokea Injili na kuamini na wakabatizwa, na hivyo wakafanyika vile vile na wao kuwa wafuasi wa Kristo. Kama ni hivyo, walikuwa wana wajibu vile vile kama wafuasi wa Kristo kuendeleza kutangaza habari hizo njema kwa watu wengine vile vile pia. Lakini baada ya Epafra kuwa ameondoka huko, walipita walimu wa potofu wakiwa na mafundisho potofu, wakawarubuni waamini hawa wa kanisa la Kolosai wayaamini mafundisho yao potofu, na baadhi yao waliweza kuamini na wakawa wamekengeuka. Hii ikawa ni habari mbaya sana kwa Epafra. Hivyo akamtembelea rafiki yake Paulo akiwa huko gerezani Rumi na kumweleza hali halisi ya juu ya tatizo hilo ambalo inalikumba kanisa la Kolosai, na kumwomba Paulo basi apigilie msumali zaidi katika mafundisho yale ambayo Epafra aliyafundisha, ukweli huo wa kiinjili ambao Epafra ameupeleka kwa waamini hawa wa Kolosai. Na Paulo akaamua kutimiza wajibu huo kwa kuandika
ndio anawaandikia habari mbalimbali, mafundisho mbalimbali ya kweli ambayo wanapaswa wayazingatie. Hiyo yote ni kwa ajili ya wokovu wa maisha yao. Paulo anawajulisha waamini hawa wa kanisa la Kolosai ya kwamba wanapaswa wawe na msimamo thabiti wa imani, ya kwamba hawapaswi kuwa kama bendera inayotangatanga kwa kufuata upepo, bali wanapaswa waisimamie imani yao sawa sawa. Ndivyo ambavyo Mkristo wa leo anapaswa awe. Mkristo anapaswa kuwa imara, tena akaze uso wake kama gumegume kumwelekea Yesu Kristo peke yake, katika tafsiri ya kwamba maisha yake na mawazo yake yote vimwelekee Mwenyezi Mungu peke yake, wala si vinginevyo. Usiwe mwepesi wa kudanganyika. Tambua ya kwamba maisha yako yamepata thamani kubwa baada ya ufufuko wa Kristo. Kabla ya hapo maisha yako hayakuwa yana thamani yoyote ile. Kwa hiyo kuwa na msimamo thabiti kabisa katika imani yako. Simamia imani yako, pigania imani yako, ishi katika imani yako, na maisha yako yote kwa 100% yawekeze katika imani yako na kwa Mungu. Huko ndiko ambako unaweza kupata mafanikio. Lakini usiwe kama bendera, usitange. Dunia leo hii imejaa mafundisho ya uongo, wako walimu wa uongo, wako walagai, wako matapeli. Ukijiingiza huko, basi utaipoteza roho yako. Kumbuka ya kwamba sio kila ambavyo vinang'aa vyote ni dhahabu. Katika somo la Injili siku ya leo ambalo natoka katika Injili ya Yohane sura ya 20 aya ya kwanza mpaka aya ya 9. Moja ya ushahidi usiokuwa na mashaka kwamba Yesu alifufuka, na vile vile ushahidi mwingine usiokuwa na mashaka kabisa ni kwamba Yesu alizikwa kaburini. Kwa hiyo Yesu alizikwa kaburini, lakini vile vile Yesu alifufuka. Hatuna mashaka kabisa juu ya habari hizo. Maandiko matakatifu yanasema Yesu alifufuka siku ya tatu, kama jinsi ambavyo tunasoma katika waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 15 aya ya 4. Lakini vile vile ikumbuke ya kwamba hakuna aliyemuona Yesu akifufuka kutoka wafu. Hivyo basi, kama ni hivyo, hakuna ambaye ameshuhudia kwa macho ya kwamba Yesu huyo sasa anafufuka kutoka kaburini. Hakuna ambaye ameona ukweli huo. Kwa hiyo kama ni hivyo, tunazo hoja kubwa mbili. Hoja hizi ni nzito na zenye mashiko zinazothibitisha ya kwamba Yesu ni kweli alifufuka. Kama jinsi ambavyo tulimuona Yesu, watu wamepata kushuhudia kwa macho, wakimuona Yesu akifundisha, wakiona Yesu akiteswa, lakini vile vile wakamuona Yesu huyo sasa kafa, na zaidi ya yote wakamuona Yesu huyo amezikwa. Huo ni ushuhuda wa macho kabisa kwamba Yesu mwisho wa maisha yake ilikuwa ni kuzikwa, wameona watu. Lakini hakuna ambaye aliyeshuhudia ya kwamba Yesu huyo sasa anafufuka kutoka kaburini. Lakini wako watu waliomshuhudia Yesu yule amekwisha kufufuka kutoka kaburini. Kwa hiyo tunazo hoja kubwa mbili nzito na zenye mashiko za kuthibitisha ya kwamba Yesu kweli, japokuwa watu walishuhudia kwa macho huyo akizikwa, na hakuna aliyemshuhudia kwamba yule anafufuka kutoka kaburini sasa, lakini ziko hoja ambazo zinazoshuhudia kwamba kweli Kristo alifufuka kutoka wafu. Hoja ya kwanza ni kaburi kuwa wazi, na hoja ya pili ni kuwatokea baadhi ya wafuasi wake. Katika Injili ya leo tunafahamishwa habari za Maria Magdalena katika kuthibitisha ile hoja ya kwanza ya kaburi kuwa wazi. Maria Magdalena aliyekwenda kaburini asubuhi kukamilisha taratibu za kupaka manukato mwili wa Yesu, sababu ulizikwa kwa haraka, hivyo haupata nafasi ya kupaka manukato hayo. Maria Magdalena anaamka asubuhi na mapema kwa ajili ya kwenda kupaka manukato mwili wa Yesu, ikiwa ni siku ya tatu Yesu akiwa yuko kaburini. Na baada ya kufika huko analikuta kaburi liko wazi. Hapo sasa liko mwanzo wa msingi wa hoja yetu ya kuthibitisha kwamba kweli Kristo alifufuka. Na hii kama ambavyo anatueleza Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 ya kwamba Kristo asingeweza kufufuka kama kaburi lisingekuwa wazi. Utathibitishaje ya kwamba Kristo amefufuka na kaburi limefungwa? Ile hatua ya kwanza ya kuthibitisha kwamba Yesu Kristo kweli amefufuka kutoka wafu ni ishara ya kwamba kaburi sasa liko wazi. Na kama liko wazi, maana yake ya kwamba Kristo amefufuka na ametoka kaburini. Kristo asingeweza kufufuka bali akiwa bado yumo kaburini, mpaka
atoke sasa kaburini, ndio tuamini ya kwamba kweli Kristo huyu aliyekufa ni kweli amefufuka. Kaburi liko wazi na Kristo hayumo, vitambaa vimesongwa pembeni. Maria Magdalena, kwa sababu yeye ni mwanamke na katika desturi ya wanawake si mtu ambaye anaweza akashuhudia wala akatoa ushahidi mahakamani, si mtu ambaye anayeweza akaaminika zaidi, anawafuata mitume Petro pamoja na Yohane, na wao wanakuja kwa mbio, na Petro anakuwa wa kwanza kuingia kaburini kwa sababu yeye ni mkubwa kuliko Yohane, na anakuwa wa kwanza kushuhudia kwamba kweli Yesu amefufuka kutoka wafu, katika hoja hiyo msingi kabisa ya kwamba kaburi liko wazi. Kaburi liko wazi, mwili wa Yesu haumo, na vitambaa vile vyote vimesongwa na vimetupwa pembeni. Hivyo ndugu zangu wapendwa, jambo la msingi ambalo tunaweza kutafakari katika siku hii ya leo ambapo tunakumbuka ufufuko wa Yesu ni kwamba Yesu amefufuka kutoka wafu, na habari hizi za ufufuko wa Yesu kutoka wafu ni habari za furaha kote ulimwenguni. Yesu amefufuka ili sisi tuweze kukombolewa kutoka katika utumwa wa dhambi na mauti, na sasa sisi tumefanyika kuwa hai wala sio wafu tena. Ni kama vile ambavyo ilivyo shauku ya mfungwa siku ambapo amemaliza kifungo chake, sasa anafunguliwa kutoka gerezani. Ni siku ya furaha kubwa, ni siku ya shauku, siku ya nderemo, vigeregere na vifijo. Ndivyo ambavyo ilivyo kwetu sisi wa Kristo, ambapo tunatoka sasa katika gereza la dhambi na tunakuwa huru. Tumetoka katika makaburi ya mauti na sasa tumefanyika kuwa hai. Tumetoka katika bonde la mateso na sasa tunafanyika kuwa huru. Ndivyo ambavyo tunavyofurahi ya kwamba Kristo kweli amefufuka, ametupatia uhuru. Kama ni hivyo basi, Kristo amefufuka na sisi tumefanyika kuwa hai na tumepewa uhuru, jambo la msingi ni kwamba tunapaswa vile vile kumuonyesha huyu Yesu Kristo mfufuka kwa matendo kwa walimwengu wengine. Matendo yetu, namna yetu ya kufikiri, mfumo wetu mzima wa maisha uwe ni mfumo wa mtu ambaye kweli amefufuka kutoka dhambini. Ni mwanzo wa maisha mema ya wokovu, ni mwanzo wa maisha mema ya kiroho, na ni mwanzo wa furaha kubwa sana, kwa sababu siku hii ya leo ndio siku ambayo tumefanyika kuwa huru. Tumekombolewa kutoka katika utumwa wa dhambi, tumekombolewa kutoka katika mauti, na sasa tuko hai. Kama tuko hai, basi tuishi kama wanadamu ambao wako hai kwa namna ya mawazo, matendo na maneno. Tafakari hii ya leo imeletwa kwenu na mimi Padri Kefa wa Jimbo Katoliki la Geita. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Muwe na sherehe njema za ufufuko wa Bwana.